Mimi leo hii nimekuja kuambia Wakenya asanti na MPs wetu wa kutoka mlima. Nataka waambie kongole. Ile kitu tunaweza waomba ma MP wetu na Wakenya tusimpishi Gachagua. Acha akae pale, fahamu yake ishe, lakini kukosolewa na yeye aache kukasirika atuzi watu. Mimi najua Gachagua ni mtoto wetu. Lakini hata wewe kwa mbona unakuanga na watoto, una value ni nani ataenda kuwa daktari, ni nani atakuwa wakili, na ni nani ataenda kufunga ng'ombe. Sasa tumevalue nguvu ya Kindiki na uwezo ya Gachagua na maongeo ya Gachagua, tumejua Mount Kenya tutafaki hatuna kiongozi. Mimi nataka kushukuru MP wetu wa kutoka Mlima West na East. Bali Kindiki ametoka inaitwa Meru ama Tharaka Nithi. Wakenya wengi wanajua kura za Kibaki, tuliambiwa Wakenya waliambiwa Tharaka Nithi asiyafika. Sasa Kindiki ndio watoto wametoka Tharaka Nithi. Zile zilikuwa zinangojewa ndio sijazie za Kibaki awe president. Ndio zilingojewa sijaze za Uhuru awe president. Wakati huu wa Kenya na Mount Kenya wameona ni vizuri. Hata kama huyu mtoto ametoka mlima ya Meru, wote ni tuko mlima moja. Ndio unaona MP wanasema si Kindiki tunatafuta ni kiongozi. Na ningeomba Gachagua, hii mambo ya kuwaganisha watu ukisema ni Ruto, wachana na hiyo. We mwenyewe uko na miaka 2 ya kutuchallenge sisi. Wale viongozi wanasema wanataka Kindiki, utuonyeshe una uwezo. But for now una uwezo. Wewe ukiongeleza kidogo papa unarudi kwa mama yako pale Nyeri. Unaita watu, unazunguka hapa Nyeri. Ukistua Kindiki anaenda Kisumu. Kama angekuwa kwa siasa, ningemwambia enda Kisumu mara moja. Enda Eldoret. Lakini wewe ukistuliwa kidogo Gachagua unakimbia kwa mama yako hapa Nyeri. Hiyo isitu watu. Kwa hivyo ile kitu tunaambia watu, hakuna mgawanyiko iko Mount Kenya. Ni leaders tunatafuta wale watatushikanisha na wale wa Kenya wengine. Kwa sababu Raila ana makosa gani kuwa Mkenya? Raila alikuwa anaombea kura na Ruto aliombea. Ruto akakuwa rais. Sasa Ruto kuita Raila ama Ruto kusema sisi wafuasi wa Raila tuingie tufanye kazi pamoja Kenya ishikane, ni wapi ana makosa? Kwa hivyo Gachagua hata wesana na Kindiki. Na nataka kuambia watu wetu ile kitu hawajui. Sisi watu wa mlima ya Meru tumeishi kusupport mandugu zetu ndio wanafurahia. Ndio unaona MP wote wanasikiza. Ground wakasema afadhali kusupport Kindiki. Sisi tulianzana na Kenyatta, baba ya Uhuru. Wameru walimsupport mpaka wakapanda miraa kwake. Tukakuja tukachukua Kibaki, tulimsupport 100%. Tukachukua Uhuru, tumemsupport 100%. Ndio unaona tumewaletea mtoto wetu anaitwa Professor Kindiki. Tena akona Professor Kindiki. Ukiangalia yule wanatoa naye, ukivali hiyo nguvu ya Professor. Haya na chairman, na mimi ndio chairman wa my literate, watu wajue, najua kusoma akili za watu. Haya tuko na huyu naye anaitwa Gachagua, akisimama anasema nikirundi kwetu nyumbani, nikiunganisha watu wetu, kuna shinda gani? Kindiki naye akisimama anasema sisi wa Kenya tuwe pamoja ndio tuweze kusikilia rais atufikize pale na mimi hivyo. Kwa hivyo Gachagua kitu namuomba atoke kwa village. Si wewe wa kwanza unajulikana unatoka kwenu. Hiyo si mama tamsi ya deputy president kutoka kwa mdomo wako. Wakenya wanajua wewe umetoka hapa mlima. Nini nyingine unawaambia? Ukisimama uwaambie hivyo, yule ametoka Mombasa naye atasaidiwa na nani? Yule ametoka Eldoret atasaidiwa na nani? Ndio tunasema kama wewe ni deputy president, akili yako iwe deputy president. Nataka kunjibu yule Waruguru. Honorable Waruguru. Kindiki hajasema anataka kiti. Sisi ndio tunamwambia. Sisi ndio tunalipa ushuru mandam bwana. Ala. Na usifikiria ni wewe uko na kimeme. Tukianza kimeme kwanza wewe ulitolewa kwa kiti na ulibwagwa. Mbwagwa. Usijaribu utuzi Kindiki Waiguru bwana. Ukituzi Kindiki anaitwa Waruguru, si Waiguru wa? Anaitwa Waruguru anaitwaje yule wa Laikipia? Waiguru ni mama mzuri, ni gavana mzuri. Kuna huyu mama anatoka huyu Keti Waruguru, huyu anapaka lipstick kama mimi. Hata mimi nataka kupaka lipstick ndio niwe nasema aya. Kitu nakuomba usitake sisi tuangaliane na wewe macho kwa macho. Kindiki muongeleze kama CS, super CS. Mwenye anasimamia mlima ya makazeni wako. Umheshimu. Na nataka kuambia Keti Waruguru,
MP wa Nyeri wote, viongozi wote, wakulima na nani wote wanasema wanataka Kindiki. Ni wapi ukabila iko? Ni wapi Kindiki anakonganisha mlima? Enda ukae chini na Gachagua, umuelezee vile mwanaume uongea akiwa deputy president, umwambie vile anaongea ni kama MP wa Mathira, hajatoa akili yake kwa Mathira, aongee kama deputy president. Ndio kama mimi mwenye nilikuwa na msupport, nisikie nimeridhika kukaa na yeye. Mimi nimesupport Gachagua, lakini akiongea ni kama ananitusi. Kindiki akikuja hapa hata Wakenya wanajua ni mtoto mpole. Mtoto amezaliwa na bishop, hana ubaya na mtu yoyote. Ndio unaona hata watu wetu Kikuyu, wa Meru, wa Embu, wapi wote wanasema ni Kindiki. Kwa hivyo tusiwekelea mtoto ya watu, na kwa sababu yeye ni CS. Keti Waruguru kuwa CS si kumaanisha watu hawana opinion ya kusema mtoto wetu ni PS, tunataka atoke PS awe deputy president. Na hiyo tutasema, na sio tafadhali. Kama kuna mahali unaweza tupeleka utupeleke. Na hata Kindiki vile alisema tuache, hata wewe hatutaacha, kwa sababu ni watu sisi ndio tumekutoa. Na hii ni mwanzo tumeanza. Na vitisho hiyo mnazama mko na mali, kwani tunaishi kuuza miradi, tulikuwa tunanunua uchawi. Tumeishi kununua, si tunaendanga na ndege kila siku. Ni ya kukuja kupambana na watu wanaongea kama nyinyi. Kwa hivyo hapa hakuna kuomba, na hii sio matiti, na hii ni pesa, sijawahi kuwa na matiti. Kwa hivyo Keti Waruguru usituite maskini sisi. Tuko na mali. Na Kindiki tunamtoa kama mtoto, vile mlitoa Uhuru, vile mlitoa Kibaki, akanjiuza. Na ameshajiuza. Kwani utaishi ukitufinyilia? Lakini MP wetu wa Nyeri, wa Murang'a, wa wapi, wa Nakuru, ongera, msikae kama huyu mama wa lipstick. Na kukaa kila siku akituzi wanaume. Mimi ndio niko na wewe. Na kujua hivi. Keti. Ruhusa moja na ruhusa tatu. Tutaona nani atazerenda, mlemavu akili. Asanteni. Mheshimiwa, kabla tumalize, Jumapili iliyopita tulimuona Deputy President Abani Rigathi Gachagua alikuwa pale PSA Church Kayole. Alidai kwamba anapigwa mawe sababu anaongea ukweli, na ukweli ambao unaunganisha watu wa Mlima Kenya, lakini sasa hivi mnasema mnatafuta kiongozi vipi? Gachagua kundanganya kwake anasema ni ukweli. Kwa siasa hiyo ni silago ni yake anatafuta. Hata mimi nasema mimi ni chairman wa my illiterate. Kila mtu ako na njia yake ile anaongea. Sisi Mlima tunaiunganisha kwa sababu nataka Gachagua akuambie ni nani amesaidia Meru. Nataka Gachagua kwa sababu ni deputy president na anapeanga pesa. All those billions unapewa ya serikali. Hata tunataka utuhesabie. Ni nini umesaidia mtu ya Eldoret? All the way to Mombasa, wapi, Garissa. Utuambie hiyo pesa. Kama ni Mlima unaunganisha, ya nini pesa ya Wakenya unachukua taxpayer ya Wakenya? Ungesema upewe ya Mlima. Kwa sababu wewe ni deputy president wa Kenya, kutuimbia ama kutundanzia ile uoga yako, utuambie wewe unaongea ukweli. Hakuna ukweli unaongea. Ungeongea ukweli ungechukua taxpayer ya Wakenya. Ungesema nataka pesa ya watu wa Mlima peke yake, hiyo ingine muwarudishie, mimi naongea ukweli. Kwa hivyo ukweli yako tutaiprove, itakuwa ni uongo na ile itaprove. Ni vile unandanganya MP, hebu niambie MP wa Mount Kenya wote na unaongea ukweli. Hakuna yule anasikia ukweli wako. Yule mwananchi unandanganya ati atafukuza MP. MP alichaguliwa na kura na wewe ulichaguliwa na kura. Sile kura za MP sisi tunazivalue sana. Tunazivalue sana. Kwa hivyo hiyo kundanganywa na Gachagua ati yeye anaongea ukweli, yeye ni nani? Mtu anaongea ukweli, anaongelea Wakenya wote, anaweka Wakenya pamoja, anaongea na kila mtu. Saa hii nyinyi mko hapa nikikwambia pigia Gachagua umuulize swali, huwezi mpata. Lakini Ruto saa hii ni president. Ukiandika message, anakujibu hapo hapo. Kwani yeye kichwa yake inakuanga wapi kwa ukweli? Na hao wengine nao wako kwa uongo. Kenya hatutaki ukweli. Kenya hatutaki uongo, tunataka maendeleo. Hizo zingine ni zilizopendwa. Na kila mtu Kenya ameokoka. Sisi zote ni mabishop, mimi ni bishop kwangu. Mheshimiwa, umedaisha kwamba mnatafuta kiongozi na ambaye mmempata ni Profesa Kindiki. Ni kana kwamba mtamuunga mkono aendelee kuwa na serikali ya William Samoei Ruto mwaka ujao wa mwaka 2027. Kindiki asitoke kwa serikali ya Ruto. Wewe Kindiki kaa hapo, uko na kwanza nikiona Raila hapo. Haki ya Mungu Kindiki uko na power. Raila ako hapo. Uko na Ruto. Hata Uhuru anakuja.
Uhuru hawezi support Gachagua, alikuwa na mtuzi na hajamkosea, hajamfanyia lolote. Kwanza nikikumbuka vile Gachagua alikuwa anatuzi Uhuru tukiwa na yeye, anamuita ndugu na anamtuzi. Huyu ni muongo. Ungekuwa unatuzi ndugu yako aje na sasa unalia, "Mnanituzi." Na mimi kile utapanda ndicho utapanda. Gachagua funa kile ulipanda baba, ndio hiyo. Ya mwisho mheshimiwa, siasa Mount Kenya tutarajie nini kwa wakati huu kwenda mbele? Siasa ya Mount Kenya itakuwa sawa, itakuwa mzuri. Kwa sababu ya nini itakuwa mzuri? Siasa ya Mount Kenya itakuwa mzuri ndio viongozi ndio wanajitokeza kujiongea. Sasa haitoki juu. Hata Kindiki hajui ile hii mambo inakuja. Kindiki anapatwa na mambo inatoka kwa mwananchi. Kwa hivyo Ruto akitaka vizuri na njia ile itamsaidia ni wasikize mwananchi. Mwananchi akileta sauti yake, ile mwananchi ameleta Kindiki, serikali nayo ipokee Kindiki, MP wote wamepokea Kindiki, seneta wanaenda kupokea Kindiki, wazee wa Njoro Ncheke wanaenda kupokea Kindiki, wazee wa Maumo wanaenda kupokea Kindiki, watoto wanapokea Kindiki, wasichana wa mama wanapokea Kindiki. Kindiki tosa, hakuna kuogopa.